Mimi kama katibu wa idara ya uhamasishaji na chipukizi, kwa nafasi yangu, na ndio maana umenipa nafasi hii kueleza, kwa sababu ni kazi yangu ambayo natakiwa niifanye kwa uaminifu wote. Nimeaminiwa kuhamasisha jamii kushiriki katika harakati mbalimbali za kisiasa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Hivyo mikakati ipo mingi. Mikakati ndani ya idara yetu, kuna vyombo vya kushirikiana na vyombo vya habari, na ndio maana tumetenga muda huu kuzungumza na wananchi au Watanzania au vijana wanaonisikiliza, kuwataarifu kwamba ndani ya Chama cha Mapinduzi tunahitaji kuwa na vijana wenye sifa za kugombea. Kwa hiyo wataendelea kunisikia zaidi nikiwapa taarifa hiyo, utaratibu mzima wa kufuata ili uweze kuwa katika nafasi ya kugombea. Lakini pia kuhamasisha vijana ambao hata wako vioni. Ninafahamu kwamba Tanzania inafahamu kwamba hata kule vyuo vijana wana practice politics, wana organizations ambazo zina senate ambazo zinasimamia uongozi mzima wa vyuo, na ni nafasi zao pia kupractice uongozi kwa manufaa ya taifa, ili wakija sasa, wakitoka chuo, wakipata fursa nao katika kipindi hiki sasa wanaenda kugombea, kwa sababu wana field tayari ambao walikuwa na experience ya kutosha ndani yake. Kingine, kutegemea kutoka idara yetu ya uhamasishaji na chipukizi taarifa sahihi. Katika kipindi hiki cha siasa ambazo tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, kuna taarifa nyingi ambazo zinatolewa katika jamii, na taarifa zingine haziwi verified. Sisi ndani ya jumuiya tunasema kijani fact scan. Hii ni kampeni maalum ya mitandao ili kuweza kutoa tafsiri ya taarifa ambazo zinatolewa, ambazo zinaonekana kwamba zinaleta taharuki katika jamii, zinaleta upotofu katika jamii, na zingine zimebeba agenda ambazo sio sahihi kwa ajili ya taifa letu. Kwa hiyo ndani ya daira yetu tutasimama kidete, kwanza kuisimamia chama chetu Chama cha Mapinduzi, lakini kusimamia kidete serikali na viongozi wa serikali, maana hili ni jukumu letu kama jumuiya, lakini kama idara yetu ya uhamasishaji na chipukizi, ili Watanzania au vijana wa Kitanzania wapate taarifa sahihi, wafanye maamuzi sahihi, kuchagua viongozi ambao wanastahili, lakini hata wao wakijitathmini, wakiona kama waweze kupata nafasi ya kujinadi kwa uhuru kwa taarifa zao ambazo wanataka jamii isikie. Kwa sisi tutapush agenda za vijana, tutapush nguvu za vijana kuingia katika meza za maamuzi. Nasema wengine watagombea udiwani, wengine watagombea ubunge. Sisi tupo kuwahamasisha waendelee kwa nguvu moja. Tukiona chama cha CCM ndio chama ambacho kinaongoza nchi, na rais anaongoza nchi ni Daktari Samia Suluhu Hassan, yupo CCM, lakini pia kuna chama vingine kama upinzani, kuna Chadema, kuna ACT Wazalendo, na wapo wote kwa kweli wanakwambia nani wanataka kuongoza nchi. Vipi ninyi kama CCM na vyama vingine vya upinzani, mjipangaje kuhakikisha mnaendelea kuongoza na kushinda vyama hivi? Mnatumia njia gani? Unajua, chama kizuri ni kile chama ambacho kinazungumzia mahitaji ya wananchi na inasimamia sera ambazo zinagusa maendeleo ya wananchi. Na ukiangalia katika ilani ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2025 mpaka 2030, ni ilani ambayo imejitosheleza kwamba haijabagua kundi lolote, imejumuisha makundi yote ya kijamii, hata makundi yale ambayo yalikuwa yakisauliwa. Ukizungumzia katika sekta ya ajira, kupitia tu mradi wa SGR, ajira zaidi ya milioni 4 zitaenda kuzalishwa. Lakini hatujaishia hapo. Tumegusa katika sekta ya afya, tumegusa katika sekta ya elimu na ufundi. Sasa hivi sera yetu ni kwamba kila wilaya, at least kila wilaya iwe na mafunzo ya VETA. Lakini si mbali na VETA, iwe na elimu ya inayochochea ubunifu wa kila kijana, kwa sababu kama tunavyojua tuko katika dunia ambayo imejaa ubunifu mkubwa na ni very competitive world, wanasema shindanishi, dunia shindanishi. Kwa hiyo inahitaji elimu ya aina zote ili tuweze kutumia fursa ambazo zipo huko duniani. Lakini ukiangalia hata sekta ya afya tumeainisha kwamba by 2030
hakutakuwa na changamoto ya maji ambayo bila maji of course italeta changamoto nzima ya afya. Sekta ya afya tumezungumzia hata kipindi kilichopita kwa asilimia kubwa. Katika sekta ya afya tumejenga zahanati, hospitali, na tunazidi kuboresha zahanati zetu na hospitali zitazidi kuongezeka katika kipindi cha 2025 to 2030. Lakini pia ukizungumzia hata katika swala zima la ubunifu, sanaa, michezo, kama unavyoona Mheshimiwa Rais katika hiki kipindi ambacho kimepita amejitahidi sana. Haijawahi kutokea hamasa iliyotolewa ndani ya sekta ya sanaa na michezo ni kubwa sana. Wasanii wenyewe watakuwa ni mashahidi tosha katika kipindi. Sasa hatujaongelea sasa kipindi cha 2025 kuelekea 2030 ambapo kutakuwa na ukuaji tena wa elimu za kisanaa, maonyesho, tutakuwa na arena zetu, arena kubwa, Samia Arena itakuwepo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vitaenda kugusa moja kwa moja maslahi ya mwananchi kutoka chini mpaka juu kwa ajili ya maendeleo ya taifa.